ni fedheha kubwa sana. Kama jaji wa mahakama kuu anaweza akaandika barua, mtanisamehe kwa lugha yangu, kama jaji wa mahakama kuu anaweza kuandika barua ya kijinga namna hii, basi mjue tuna hali mbaya kama taifa. Mwanafunzi, mtu yeyote aliyemaliza sheria ambaye hajaanza kufanya kazi ya uanasheria anajua kwamba huwezi ukaandika ukatoa tuhuma isiyokuwa na maelezo ya kosa. Sasa barua hii ya kipuuzi hii imeandikwa na kamishna wa maadili. Kwa mujibu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma ya mwaka 95, kamishna wa maadili pamoja na secretariat ya maadili ya viongozi wa umma ina mamlaka ya kuchunguza malalamiko yoyote yanayohusu ukiukwaji wa maadili ya viongozi wa umma, na wakiyachunguza wakaona yana mashiko malalamiko hayo, kamishna wa maadili na sekretariati yake wana mamlaka kisheria ya kuitisha kitu kinachoitwa mahakama ya maadili. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba sekretariati ya maadili ina mamlaka ya kuitisha hiyo mahakama ya maadili. Mahakama yenyewe inatakiwa iwe na wajumbe 3, wote wanateuliwa na rais. Kwa mapendekezo ya tume baada ya hii secretariat, baada ya kuwasiliana na spika wa bunge na mwanasheria mkuu wa serikali na jaji mkuu. Yaani baada ya wale ambao wanataka kutuangamiza ndio hao ambao wana mamlaka kisheria ya kuitisha mahakama ya maadili. Na mahakama hiyo ikitupata na hatia, tunakuwa tumekosa sifa za kuendelea kuwa wabunge. Kwa hiyo hili si jambo dogo. Barua imeandikwa kipumbavu, lakini hii barua nyuma yake ina mambo makubwa sana. Hayo ambayo nimeyasema. Tunaiona sisi kama njama za kujenga mazingira ya kisheria, mazingira yanayoonekana ya sheria hivi, ili baadaye tuitishiwe hiyo mahakama ya kangaroo. Mnafahamu kangaroo? Kuna kitu wataalamu wa sheria wanaita kangaroo court. Kangaroo court ni mahakama ambayo una hatia kabla hata hujasomewa mashtaka, tayari una hatia. Sasa wanataka watutengenezee hiyo mahakama ya kangaroo, tupatikane na hatia ya ukosefu wa maadili ya uongozi wa umma, ili itolewe hoja sasa ya kikatiba kwamba hawa watu hawastahili kuendelea kuwa wabunge. Tutamjibu jaji mstaafu Salome Kaganda endapo atachukua hatua zaidi hizo anazotishia. Tulisema siku za nyuma, na naomba nirudie tena, hatutakubali kunyamazishwa. Hatutakubali utawala wa kidikteta Tanzania. Hatutanyamaza. Tutakabiliana nao mahakamani, tutakabiliana nao nje ya mahakama. Na nafikiri wananchi wa Tanzania wanatuunga mkono na watatuunga mkono. Sisi kama chama cha siasa, kuna vitu vichache sana kwenye barua vinatuhusu, na kwa kweli wanasema ni lugha za kuudhi zimo. Watu wanazuia lugha za kuudhi zimo. Chadema sio kikundi cha watu wachache. Chadema ni chama cha siasa ambacho kimesajiliwa kwa mujibu wa sheria ya usajili wa vyama vya siasa, na kinatakiwa kiwe na walau wanachama 200 kwenye kila mkoa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hatuwezi kunyamazishwa kwa namna hii. Maelezo yaliyoko humu, hii kwanza sio lugha ya mwanasheria,
aliyebobea mpaka kupewa heshima ya kuwa jaji. Matamshi kama haya yanaonyesha kabisa kwamba katika taifa letu tuna ombwe la uongozi. Hatuwezi kuwa na viongozi wa namna hii. Na kwa kushika matamshi kama haya, barua zote mbili, kuna nyingine ya Mheshimiwa Lissu kuwasomea, lakini hizi hapa zote mbili zimefikishwa kwenye chama, kama chama tuweze kushauri. Sasa sisi kama chama kwanza tumefedheshwa na tumeona humu kuna ajenda inatuhusu.